السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka rehema zishuke juu ya bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu Waislamu, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeniwezesha kufika kwenye hadhara ambayo waliohudhuria wote, kila mmoja unaona katika uso wake waridatun ilahia. Kwanza nitoe salamu za mufti wa Tanzania, Sheikh letu, mufti wetu, qudwa, mujaddidul asr. Amenipa salamu zenu niwasalimie. Yeye mwenyewe ilikuwa ahudhurie hapa kutokana na wito aliyoupata kwa ndugu yetu Sheikh Kidago, lakini kwa mambo mengi ambayo yamemzunguka yanayohusu maslahi yetu ameshindwa ni kuja. Akasema kwamba Shaaban, nenda kwenye hadhara hiyo na ukifika unitaje na unitolee udhuru wangu. Wal udhuru inda rasulillahi maqbulu. Ndugu zangu Waislamu, maneno yaliyosemwa ni Sheikh Mziwanda, tabia yangu mimi, mtu akiwa anazungumza kama hivi anavyozungumza Mziwanda, huwa ana tabia ya kunifilisi. Kwa hiyo nitasema kwa kugagamiza tu, lakini nguvu zangu zote zimenisha. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuumba ulimwengu, alafu akatoa tafsiri ya namna atakavyouendesha. Na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametoa tafsiri ya ulimwengu namna utakavyokwenda kwa kila mmoja, na haubadiliki. Sasa sisi Waislamu, na kila wakati tuna mitihani, na kwa sasa hivi miongoni mwa mitihani yetu sisi ni baadhi ya wanasiasa wetu katika nchi wanataka tufahamu tofauti na tulivyoelekezwa ni Mwenyezi Mungu kuhusu tafsiri ya ulimwengu na walimwengu, na namna tulivyoelekezwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo wakitutoa huko sisi imma tutakuwa ni mulhiduna waliyadhu billah, au ni addahriyuna kama hivyo walivyo wao. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, undhuru ila man huwa asfala minkum wala tandhuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar
alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Wafuasi wangu na walimwengu nyote, muangalieni aliye chini yenu katika nguvu, katika ilmu, katika kipato, katika afya, katika utawala. Muangalieni mnayemshinda. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, wala msimuangalie aliye juu yenu, anayewazidi kwa mali, anayewazidi kwa ilmu, anayewazidi kwa afya. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Hilo litawahakikishieni kutodharau neema ya Mwenyezi Mungu mlionayo. Katika walimwengu hakuna anayeepukana na neema ya Mwenyezi Mungu, kwamba yeye sasa hana neema yoyote ilitokayo kwa Mwenyezi Mungu, ametengwa. Abada, hayuko aliye hivyo. Lakini kwa tafsiri ya ulimwengu, mtazidiana viwango vya vipato au vya vipawa. Kwa hiyo nyinyi, undhuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Huo ndio mwelekeo wetu sisi Waislamu. Sasa nimetaja baadhi ya wanasiasa wetu katika nchi yetu. Kuna wanasiasa ambao wako kwenye utawala na kuna wanasiasa ambao hawako ndani ya utawala. Wasiokuwepo ndani ya utawala wanasema umaskini mnaouona umesababishwa ni watawala wenu, lakini tulivyo navyo vinatutosha mtu kupata chai asubuhi, kupata chakula mchana, kupata chakula jioni, nyote watu milioni 60. Huo ni urongo. Sitaki kuzungumza sana, na maneno ukiacha kabla ya kuyafungua sana yana maana sana kuliko ukiyatolea tafsiri. Mimi nitashukuru hata kama wamenielewa watu 3 4 wanatosha. La antahdiya rajulan fi sabilillahi khairun laka min ad-dunya wama fiha. Lakini sisi ndugu zangu Waislamu, na tufanyeni kazi hii iliyotufanya tuko hivi tulivyo sisi kwenye hili kongamano letu na makongamano yetu mengine yanayofanyika katika nchi yetu. Wale waliotufanya tuko hivi, na hata hivyo ulivyo unatakiwa ujijue uko vipi. Kwani unajisikiaje? Kuwa inapigwa kasida unasikia raha. Uko Dar es Salaam unajua kwamba kuna maulidi Hedaru, unatoa nauli unakuja. Kuna kitu gani kinachokufanya uje? Hao waliotuwezesha kuweza kufahamu kuna nini kwenye maulidi, tuwaombee Mungu, na Sheikh Samir ameishiria hapa, tukawaombea Mungu wazee wetu. Mwenyezi Mungu awarehemu. Tumjue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vizuri. Hatutahadaliwa ni maneno ya ad-dahriyun
au almulhiduna. Alwaridatu alilahiyya, alwaridatu alilahiyya. Mata waradat alwaridatu alilahiyya hadamatil awaidu alaik. Ukibahatika ukijiwa ni waridatul ilahiyya, fama hiya alwaridatul ilahiyya? Alwaridatul ilahiyya quwwatu ishtiyaqin au ishtiyaq au mahabba yakhluquha Allahu fi qalbi al-abd fayanjadhibu ila fi'li ma amarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Mashekhe zetu kwa kazi walioifanya, na naamini kila mmoja hapa amefurahi kwa namna ambayo yeye amefurahi kivyake na mimi kivyangu, Sheikh Samiri kivyake, Sheikh Kaporo kivyake, Sheikh Kidago naye ana furaha kwa namna yake, ala hasabi alwaridati allati atat fi qalbi, kwa mujibu wa nguvu za mapenzi ya Allah. Alwaridat ni nguvu anayoiweka ndani ya moyo wako, ndugu yangu Muislam, nguvu inayokuwezesha kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na inapotokea ndiyo hivyo, basi awaidul insani kwako zitaondoka, tabia zisizoingia kwenye kipimo cha sharia ya Mwenyezi Mungu, mapenzi yasiyowafikiana na Qur'ani, ambayo ndiyo awaid. Mata waradatil waridatul ilahiyatu ilaik hadamatil awaidu alaik. Sasa mashekhe waliotufundisha mpaka tuna uwezo wa kuweza kufurahia jambo kama hili na jambo jingine la kheri, nguvu hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aidumishe katika mioyo yetu na tuweze kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shekhe Mziwanda amesema, zama alimu auladakum fa innahum khuliqu lighairi zamanikum, wafundisheni watoto wenu kwa sababu watoto wenu wameumbiwa zama zisizokuwa hizi zenu. Kila mzazi zama zile alizonazo sizo za yule mtoto aliyemzaa leo. Wewe una zama zako zimekwisha, huyo ana zama mpya. Kwa hiyo wafundisheni watoto wenu, fa innahum khuliqu lighairi zamanikum, wameumbwa kwa ajili ya zama zisizokuwa zenu, zama za kutaka kuyapembua maneno ya mashehe na maneno ya mitandao. Khuliqu lighairi zamanikum. Hapa nilipo mimi najitahidi tu kusema, na wanaonifuatilia huko nyuma, sauti yangu si hii ya vurugu vurugu, ni sauti yangu na mimi mwenyewe. Hapo mwenyewe nilikuwa hata nikisema nilikuwa nasikia raha nzuri kweli kweli, nasikia raha. Lakini sasa hivi ndio hivyo, kama ndani sijui kumewekwa kijidebe, sijui tunafanya, na kadiri ninavyotaka kuzihudhurisha nusus haziji, na ndiyo tabia ya mtu mzima, hawezi, anajing'ang'aniza tu kwamba lazima awepo. Natoa hikaya niishilie, nimwache Sayyid aweze kusimama nasi atutengenezee hadhara yetu. Yuko mzee mmoja alipata malezi mazuri. Hii ni hikaya, ni kama mara mbili naizungumza. Alipata mazoezi mazuri kwa wazazi wake, akawa anafunga alipokuwa kijana mpaka akawa mtu mzima, anafunga mpaka amezeeka, anaendelea kufunga.
lakini akaenda mpaka sasa hawezi kufunga. Siku akifunga basi ikifika mchana ni tabu, watu wanafikiria kumpeleka hospitali au kumnywesha maji, hataki kwa mazoea, lakini hawezi. Kwa hiyo kuna mwaka mmoja umefika Ramadhani, kesho watu watafunga, anasema na mimi nitaendelea na kufunga kwangu. Watoto wajukuu wanamwambia mzee, usifunge kwa sababu ukifunga unapata tabu, unatusumbua. Anagombana. Mmoja katika wao akasema, jamani, mwacheni mzee afunge. Kweli kulipokucha akafunga mpaka ilipofika kwenye mitaa ya saa tano anauliza, leo ni siku ya ngapi? Hivyo ndivyo unavyofanya watu wazee. Kwa hiyo insha Allah, kwanza tunamshukuru ndugu yetu Kidago kwa kuzikusanya nyoyo zilizo na waridat, zilizoelekezwa ni wanazuoni, zikapikwa zikapikika, zikaweza kuyaona haya yaliyomo bisababi alwaridati alilahiyya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwafikishe, atupe salama na amani katika nchi yetu. Tuanze na amani, alafu ndipo haki. Wala wasidhanie kwamba sisi haki hatuitaki, lakini amani kwanza, kama alivyotilia mkazo mufti wa Tanzania Sheikh Abu Bakari bin Zubair juu ya suala la amani kwanza, alafu jinginelo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.